malalamiko ambayo tutakayoyapokea kwa kupitia namba hii ni malalamiko ya kwamba mwananchi atatoa taarifa kuhusiana na huduma ambayo tumezitoa. Inawezekana hajaridhika na huduma aliyopewa, inawezekana na taasisi au na mhudumu au mtumishi aliyoko kwenye taasisi yetu. Lakini pia atatoa taarifa kama amecheleweshwa huduma kulingana na muda ambao ameona kwamba amezunguka kwa muda mrefu akifuatilia huduma moja. Kwa hiyo atatoa taarifa kwa njia hiyo. Lakini pia mwananchi ataruhusiwa kutoa taarifa kwa vitendo ambavyo vimeonekana, inawezekana kwa vitendo vya rushwa au ukiukwaji wa maadili katika taasisi yetu. Lakini pia atatakiwa kutoa malalamiko kama akiwa hajatendewa haki katika taasisi au katika huduma ambayo alikuwa anategemea apewe. Lakini pia tutapokea mapendekezo ya uboreshaji wa huduma au utoaji huduma katika taasisi yetu. Kupitia hayo sasa tunategemea sasa kama halmashauri ya manispaa ya Tabora tutaangalia namna gani utendaji kazi wetu au ufanisi wetu wa huduma katika taasisi kwa kupata mirejesho kwa namna ya namba hiyo ya simu, ambayo namba hiyo ni 0800 78 66 44. Lakini pia kama serikali imeanzisha pia tovuti ya kuweza kuwasilisha malalamiko au mrejesho. Na tovuti hiyo kama mwananchi atatakiwa ingie kwenye Google, ataandika https kwa maana ya doti zile mbili /2 ataandika imrejesho.go.tz. Kwa hiyo hata hapo mwananchi anaweza akawasilisha taarifa yake au lalamiko lake kulingana na namna anaona kwamba kama taasisi tumeenda kinyume na utendaji, labda tumevunja sheria au utaratibu au tumeenda kinyume na matakwa yake kama haki yake ya kimsingi. Lakini pia niseme tu kwamba usiri ni mkubwa kulingana na kwamba anapowasilisha mwananchi tatizo lake tunatakiwa kulishughulikia. Sasa sidhani kama mtu ataweza kutoka akaenda kueleza taarifa ya mteja wake na wakati anajua kabisa inawezekana ikaleta athari kwenye taasisi na wakati mwingine hata ikaharibu image nzima ya taasisi husika. Zoezi hili limeanza rasmi lini? Ni leo au tayari matangazo yamekwisha pita kwenye ofisi huko na watu wamefahamishwa, au kuna kampeni ambazo zimeendelea huko mitaani? Kwa zoezi la dawati la malalamiko watu wameshapewa taarifa, kwa maana ya kwamba kutuma barua kwa watendaji wa kata, kubandika matangazo kwenye mbao za matangazo, lakini pia kupeana taarifa kwenye mikutano mbalimbali ya hadhara. Mwitikio upoje? Pengine kuna ripoti ambazo tayari mmekwisha kuzipata? Mwitikio huko ni mzuri. Ni matukio gani ambayo yameripotiwa kwa hivi karibuni yaliyoongoza? Pengine kuna watu kuna masuala ya lugha mbaya, kuna ucheleweshwaji wa huduma na kadhalika. Pengine ni matukio gani ambayo yamekwisha kuripotiwa hapa katikati wakati wa dawati kuanzishwa? Okay. Kwa kipindi chote ambacho tumeanzisha hili dawati tumeweza kupokea malalamiko yanayohusiana kwanza na utendaji kazi na uwajibikaji. Lakini pia masuala ya ardhi, lakini pia mtumishi anakuwa anadai haki zake za msingi. Kwa hiyo ni vitu vya namna hiyo, yako katika mchanganyiko wa namna hiyo. Okay. Bwana Swaiba, alafu pia yamkini pia akatumia mtandao digitali sasa hivi imekuwa akatumia mtandao kuweza kuwasilisha malalamiko yake. Taarifa inashughulikiwa vipi? Na pengine anapata mrejesho kwa namna gani? Nikianza na njia ya uwasilishaji wa malalamiko kwa njia ya namba ya simu niliyoitaja hapo awali, mwananchi anapata mrejesho kwa njia ya simu pia. Kama inawezekana yuko na umbali mrefu na amewasilisha lalamiko na nikaweza kulisimamia na likafanikiwa kupata utatuzi kwa wakati, uwezekano mkubwa wa kumrudishia kwa njia ya simu upo. Lakini pia tukienda kwa njia ya tovuti kwa maana ya kidijitali, mwananchi anapowasilisha lalamiko lake kwenye mfumo, kuna mahala pia kufungua kama apate mrejesho kwamba lalamiko langu limeshughulikiwa. Na katika ndani ya mfumo lalamiko lake linatakiwa lishughulikie ndani ya siku 21 au ameshapata mrejesho kwamba amekwama wapi au nimefikia mwisho au anatakiwa kufanya nini zaidi ili aweze kuridhika na huduma